Na tukisonga kwenye kaunti ya Laikipia ni kwamba wakazi wa Thome huko Laikipia Kati wamelalamikia kuchelewa kwa ujenzi wa daraja muhimu ambalo ndilo daraja pekee la maji katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa wakazi hao, kilichotazamiwa kuleta nafuu kubwa kwa wakazi zaidi ya 800 sasa kimegeuka na kuwa chanzo cha uchungu kwa wakazi ambao sasa wanahesabu hasara kubwa baada ya mazao yao kukauka kwa ukosefu wa maji ya kumwagilia. Tumekaa hapa na tabu tangu CDF ifanye kazi, lakini hatujawahi ona. Huyu jamaa ametuzoea, daraja akabomoa. Hii ni daraja ile tunatumia kwa miaka 2 ama 3. Sasa sisi tuko na tabu, alibomoa intake yetu ya maji. Sasa tunashindwa ni nini tena? Anataka hata kuharibu uzazi wetu wa watoto. Tutafanyaje? Serikali kitu kama hii kuliko kuja kusupervise haiangalii, na tuko na MP na tuko na governor. Wote walienda wakalala. Twende wapi? Tusaidieni wale wana uwezo. Hii mradi tulianzisha tukijua kila mtu kutoka Thome, wale wanakaa Thome watafaidika na kupanda mimea, maji ya domestic. Hayo yote tulikuwa tunaangalia. Na katika tarajio letu tulikuwa tunaona Thome hakutakuwa na haja tena. Na wakati ulifika hii daraja ijengwe, hata igawa tunasema ni shukrani sana kwa wale walifikiria kutujengea daraja. Hii daraja imeleta tabu. Tunaipenda na tunataka ijengwe, lakini madhara ile imeleta kwa watu wa Thome ni kubwa sana, kwa sababu watu wengi sana wamepoteza mazao na wengine. Kwingineko, wadau katika sekta ya kilimo wametoa wito kwa serikali na washirika wengine kupiga jeki ujumuishaji wa vijana katika biashara ya kilimo. Wadau hao wanaitaka serikali kuzindua mipango katika kuhifadhi